Mungu ndio wa kuamua tufanye nini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jioni leo tuna ujumbe mahususi ambao Mungu ametupa wa tofauti kidogo wa kuhuisha roho, kuhuisha familia zetu katika roho, au kuhuisha roho zetu na kuhuisha familia. Naomba nianzie hapa kidogo. Mtu aliye hai yupo hai kwa maana tatu. Mtu yoyote aliye hai yupo hai kwa maana tatu. Maana ya kwanza ni kuwa hai katika mwili. Unavyoniona natembea, niko hai, ninapumua, ninaongea. Lakini uhai ukiondoka sitaweza kufanya hayo. Watasema nimekufa. Kwa hiyo huo ni uhai sehemu ya kwanza. Lakini kuna uhai sehemu ya pili ambayo ni uhai wa ndani, roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu inaweza kuwa hai au ikawa imekufa. Roho iliyo hai ina uwezo wa kufanya mambo makubwa ya kiungu, lakini roho iliyokufa haisikii hata sauti ya Mungu. Na uhai kwa maana ya tatu ni uhai katika rehema za Mungu wa kupata uzima wa milele. Okay? Naomba nianzie hapo ili unielewe tunachokisema kuhuisha roho na kuhuisha familia zetu. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na roho iliyotenda dhambi itakufa. Roho iliyotenda, roho, hasemi mwili uliotenda, anasema roho iliyotenda itakufa. Na Biblia inasema tulikuwa wafu kwa makosa yetu. Tulikuwa wafu kwa makosa yetu. Sasa Yesu alipokuja duniani alituonyesha visa kadhaa vinavyoweza kuonyesha mauti jinsi ilivyo. Umuhimu wa kufa kiroho, kufa kimwili, kufa katika rehema za Mungu tunaita mauti. Kwa hiyo mauti ikiwa mahali popote inazuia uhai kutawala, kwa sababu uhai haupo. Au mauti ikiwa mahali popote vinatokea vitu vilivyokufa tu, hakuna uhai hapo. Ndio maana tunasema Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Mungu aliye hai. Wewe unasema unapomtaja Mungu katika sifa zake mojawapo lazima umention living God. Mungu aliye hai. Sasa wanadamu wengi wanaoishi duniani, wengi utakuta wako hai katika miili yao, lakini roho zao zilishakufa siku nyingi, lakini still they are living. Na Mungu amewapa nafasi aidha watubu, wahuishwe tena, wapewe uzima tena, kabla hawajapoteza uhai wao katika rehema za Mungu. Kwa sababu wakifa katika rehema za Mungu hakuna cha kuwafanya upya tena, bali wanatakiwa kufanywa upya baada ya toba na kuacha makosa na kuacha dhambi. Uhai wa mwanadamu tunapouzungumza upo katika roho, upo katika mwili, na unaweza ukawa katika rehema za Mungu, yani kupata uzima ule wa milele. Wako wengi ambao wanaishi wako hai katika miili, lakini katika roho zao kuna changamoto. Roho zao zimepata matatizo. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Achilia uhai wake. Achilia uhai wake. Achilia uhai katika nafsi yake. Achilia uhai katika roho yake. Achilia uhai katika mwili wake. In Jesus mighty name.
Wache katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Wache. Uachie kwa jina la Yesu. Kwa hiyo uhai umegawanyika. Unapozungumza swala la uhai, unalizungumza kwa sura tatu. Sasa leo tunataka kuzungumza uhai katika roho ya mwanadamu, kinyume cha mauti. Kinyume cha mauti. Watu wengi wamekuwa wakilala usiku wanapata mashambulizi. Wanaona wanadumbukizwa kwenye mito, maji machafu, kwenye mashimo, wanapita sehemu za matope, wanapita sehemu za namna gani. Zile zote ni jitihada katika kupunguza nguvu katika roho ya mwanadamu. Zile ni jitihada za kufisha roho, kuifanya roho isife, kwa sababu adui na ife, kwa sababu adui anajua roho yako ikiwa na nguvu, ikawa na uhai, itafanya mambo makubwa. Lakini akiua, utabaki huna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama yetu mwenye mtoto, narudia kukuuliza tena leo. Huyu mtoto hajawahi kupelekwa kwa mganga? Huyu. Narudia kukuuliza tena kwa sababu Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Sasa Mungu anapotaka kumfungua mtu ni lazima uwe wazi. Utubu ni kusema kweli. Unaposema huyu mtoto ilikuwa hivi na hivi na hivi, unafungua mlango wa yale maagano kuvunjika. Yale maagano usipoeleza ukaficha siri, mtu afungukane. Kwa hiyo ataombewa hapa kila siku, atakuwa anafanya hivyo tu, anafanya hivyo tu, anafanya tu hivyo, kwa sababu kuna kitu kimefichika kwenye mioyo ya watu. Na Mungu hapendezwi na hilo. Unapomtafuta Mungu lazima uwe wazi. Napata shida sana kwa nini mtoto anateseka hivi. Yaani naumia sana. Yaani napata shida sana. Kwa nini Mungu anashindwa nini kumfungua huyu binti? Lakini kuna kitu kimejificha. Huyu mtoto alipomaliza darasa la 7. Alienda Dar es Salaam. Kufanya kazi. Huyo alienda naye ni wa hapo jirani, yani ni sawa tuna shangazi yangu. Nikamwambia mtoto anatakiwa kubeba, lakini aende wapi? Kwenye maombi. Kwa maana ugonjwa ulianza, tukampeleka kwenye maombi, kupona kafanyeje? Akapona, kaendelea na shule. Sasa alipoenda Dar, akaanzwa kule. Alipoanzwa, kaka yake akamchukua, kaka yake wa babake mdogo akamchukua. Akasema hapana, hata kuja nyumbani kwa maana hata huku kuna maombi. Kumbe hawajampeleka kwenye maombi, akapeleka kwa mganga. Wakampeleka kwa mganga. Sasa mimi nikipiga simu wananiambia mtoto anapata huduma ya maombi. Kumbe kulifichia wanafanyeje? Wananifichia. Baadaye babake akapigiwa simu, akaambiwa baba njoo. Mimi nikienda kazini, mtoto uwe unampeleka kwenye huduma. Yaani huduma ni kwa mganga sasa. Kumbe ni kwa mganga, mimi sijui. Mbona siku ile nilikuuliza ukakataa kuniambia? Siku ile yani akili yangu ilikuwa iko sawa. Akaenda. Alipoenda nikapigia simu, kaambia hivi rafiki anaendeleaje? Akaniambia hapana, rafiki ana nafuu, anaendelea vizuri. Kumbe mtoto bado kuumwa, anafanyeje? Anaumwa. Bahati mbaya babake aliweka simu, yani kila saa napiga simu. Sasa huyu kapokea simu, nikamwambia wewe ni rafiki, umepokea simu? Akaniambia mama, shikamoo mama. Kaambia marahaba. Kaambia haya unaendeleaje? Akaniambia bado mimi ninaumwa. Kaambia mbona nikuuliza unapona? Kaambia bana nafuu sina, mimi naanguka kama dada. Sasa hapo ndio babake akaja kaambia mbona kuna mtu amepiga? Nani kapiga? Anasema nimeongea na mama. Kaambia umemwambia bado unaanguka? Kaambia akaambia kwa nini umesema hivyo na wakati tunaendelea na matibabu? Akaambia mimi nimeona nimwambie mama kwa maana
mnanipeleka kwa waganga. Sasa nimwambie mama, akaambia kwa nini umemwambia mamako na mamako hataki mambo ya uganga hataki. Sasa utaponaje? Basi mimi nikapiga. Kumbe wewe ulikataa mambo ya uganga. Kwa maana mimi nilishaokoka, nikaambia mimi mambo ya maganga sitaki wala. Wewe uliokoka mwaka gani? Mwaka juzi. Ndio uliokoka. Je, huyu mtoto alibatizwa? Huyu mtoto bado alikuwa hajabatizwa. Hajaokoka. Na yeye alikuwa okoka. Na yeye alikuwa anajua kuomba sana. Yaani alikuwa anakemea. Ngoja nisikilize. Alikuwa ameokoka? Aliwahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Mimi nilipoenda na nikaenda na mtoto wangu. Sienda na mtoto wangu. Basi kupata nafasi ya kuzungumza nawe kwa kina. Je, kuna kitu chochote alifanyiwa? Kuna chanjo alichanjwa labda? Au kuna dawa alikuja nazo? Kwa sababu kinachozuia mtu kufunguliwa ni siri iliyojificha. Yaani Mungu anapendaga mtu akienda kwake aungame. Kuungama ni kueleza wazi matendo yaliyotendeka yasiyompendeza Mungu. Alafu hapo ndipo Mungu mwenye wivu anaposamehe dhambi na kumrudia mtoto wake kwa sababu ametubu. Kutubu ni kujuta na kuacha. Kutubu sio kuficha. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Siku ile ya kwanza nilipokuja, Mungu akaniambia kuna mambo ya uganga. Nikakuuliza ukasema hapana. Sasa mtoto huyu anakuwa anateseka kila siku. Kila nikikaa pale mbele naambiwa mambo ya uganga. Kila nikikaa pale naambiwa mambo ya uganga. Sasa mimi nikawa na kila nikisikia nasikia hasira moyoni mwangu kwamba kuna nini huyu mama ananificha. Ndio maana nikuuliza tena kuambia na kuuliza tena mbele hawa watu. Kwa sababu hii. Lakini kwa kuwa umeshaeleza hivyo na nia yako, basi tutataka kuja kujua sasa. Utaeleza vizuri ni nini kilifanyika, utapata muda wa kuongea na Pastor Daudi na waombaji, alafu utawaelezea mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu nia yako ya kuokoka ndicho Mungu anachokitafuta. Na ndio maana uko hapa mama. Yaani unampenda Mungu. Si kulaumu kwamba kwa nini yamefanyika hayo, kwa sababu hukutaka yafanyike lakini umeyafanya. Na ndio maana uko hapa. Basi kwa sababu hiyo tutasikiliza na mimi pia nitapata nafasi ya kusikia kilichotokea. Alafu mtoto atafunguliwa na Yesu. Tusiposema kweli tukaficha, kwa mfano mmemleta kwenye maombi, kuna kitu kimefichika hujasema, huyo mtoto afunguki. Kwa sababu anakuwa bado kuna agano lipo, kuna patano lipo limefichwa. Ninaelewa baba. Lile patano lililofichika ndilo linaruhusu mashetani kutesa. Lakini kisha kuwa wazi, kwa sababu shetani akiingia kwa njia ya irisi atatoka kwa kuharibu ile irisi. Kama alipita kwa kuchanjwa chale, itabidi afukuzwe kupitia kwenye hizo chale alizokulia. Hii ndio kanuni ya utumishi. Ndio maana Biblia inasema afichaye hatafanikiwa. Kwa hiyo unajikuta mtu analetwa hapa anarukaruka, kila neno linapohubiriwa anaanza kupata shida, mapepo anaungua, lakini hatoki kwa sababu kuna mkataba upo. Ili aweze kuwa huru lazima ule mkataba uvunjwe. Ukishavunjwa ndio kuwa huru kabisa. Basi Mungu akubariki sana. Naomba tumpigie mama makofi na jamani atueleze kweli. Sasa watu wengine anaweza kufika mahali kama hapo ambao anaogopa kusema. Yaani anaogopa kusema, naona sasa nitaonekanaje. Bwana asifiwe sana. Lakini nia ya huyu mama ni njema sana. Hebu tumpigie tena makofi tafadhali. Huyu mtoto atafunguka tu. Unajua anapata shida, anapata shida sana. Kwa nini mtoto anakuwa na mapepo ya pepo linakuaje na nguvu ya kusumbua na kutoka. Ukiwa na patano na shetani, lisipovunjwa lile patano, hakuna kufunguliwa. Uweze kuona. Amen. Basi Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo sasa hapo sasa tutazungumza kidogo, alafu utaelewa uhai wa huyu mtu nini kimekamata. Mfano utaona hapo sasa. Kwa hiyo uhai katika nafsi ya mtu, roho ya mtu
ile uhai unatokana na Mungu, mahusiano yake na Mungu, lakini uhai kuondoka katika roho ya mwanadamu ni kitendo cha mtu kupoteza mahusiano na Mungu. Kwa hiyo anabaki peke yake. Mfano mzuri ni Adam na Eva walipoumbwa, waliambiwa wasile tunda la mti wa katikati, lakini kwa ukaidi walikula lile tunda. Kwa alichokifanya Mungu, kwa sababu walikataa kumsikiliza, basi aliondoka na kuacha. Alipoondoka na kuacha, ule uhusiano wao na Mungu ulikufa. Kwa walijikuta wanaishi wenyewe, walijikuta wakiteseka na maisha, walijikuta wakiishi maisha ambayo hawakuyazoea hapo kwanza, kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umeondoka kwao, kwa sababu Mungu alikuwa amewaacha. Kwa hiyo Adam na Eva tangu siku hiyo wakawa wamekufa kiroho. They were completely dead. Lakini katika uhai wa mwili wapo. Katika uhai wa mwili wapo, wanaendelea kuishi, lakini kiroho wamekufa. Kiroho hawana tena nguvu za kufanya mambo ya kifalme, mambo ya kiungu, hawana uwezo tena, kwa sababu roho zao zimekufa katika lile kosa walilolifanya la kutokumtii Mungu. Hebu ninaomba sasa ujaribu kwenda na mimi hapa, uangalie kifo hichi cha kiroho. Ninataka tusome story moja tu ya kutusaidia kuona kwamba mtengano wa roho na Mungu ndio unaosababisha mtu kupoteza haki zake au kupoteza yale mema aliyoandaliwa. Yesu aliwahi kuzungumza jambo hili, lakini alilizungumza kwa mfano. Kitabu kile cha Mathayo ile Luka sura ya 15. Luka ile sura ya 15 mstari wa 21 hadi 24. Luka 15 mstari wa 21 hadi 24. Hebu tusome pale tuone kitu ambacho Yesu alikieleza kwa mfano kinacholenga jambo hili. Luka 15 na tutaanza kusoma ule mstari wa 21 hadi 24. Lakini msisitizo tuweke kwenye 21 zaidi. Neno linasema, yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Mstari wa 24 wa kuangalia kwa makini sana. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uangalie hicho kisa Yesu alichozungumza cha mwana mpotevu. Mwana mpotevu alifika mahali akamfuata baba yake, akamwambia, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Baba yake akampa ile sehemu ya mali iliyokuwa inamwangukia, na huyu kijana alisafiri na kwenda nchi ya mbali na nyumbani. Akaanza kuishi maisha ya anasa, maisha ya starehe, maisha ya kila aina ambayo iko huko duniani. Lakini hapo mwanzo akiwa na baba yake hakuishi maisha ya namna hiyo. Alizoea kufunzwa na babaye, alizoea kuelekezwa na baba yake, alizoea kutii na kufuata mausia ya baba yake. Lakini alipotoka tu akaelekea duniani, aliacha hayo yote na kuanza kufanya mambo ambayo hayakuwa maadili kutoka kwa baba yake, haikuwa ni mafunzo ya baba yake, hayakuwa ni mausia ya baba yake. Kwa hiyo alijikuta amekamatwa na nguvu nyingine ya dunia, akaanza kuishi maisha ya anasa. Biblia inasema kwa waandishi wengine wa kina Mathayo na Yohana huko inasema kwamba alitapanya mali akiwa na makahaba. Yaani alipokwenda huko alienda kufanya anasa
za kula na kunywa na wanawake, akitapanya pesa na mali alizopewa na baba yake. Siku zikafika akafilisika, akawa hana tena chakula. Akawaza akasema, ni watumwa wangapi katika nyumba ya baba yangu wanakula na kunywa, lakini mimi niko hapa najishibisha kwa chakula cha nguruwe. Nini kinaelezwa na Yesu hapa? Anaonyesha mtoto yule alipata madhara gani baada ya kujitenga na baba yake aliyekuwa ni chanzo cha baraka kwenye maisha yake. Akamwacha baba yake, akaenda akashikamana na dunia. Aliposhikamana na dunia, dunia ikampiga, ikamuumiza na kumjeruhi. Wakati anaporudi, baba yake anasema, tuchinje, tufurahi, tule na kunywa, kwa sababu mtoto wangu alikuwa amekufa. Kufa kunakozungumziwa ni ule mtengano kati yake na baba yake, ambapo ulimletea madhara makubwa katika maisha yake. Anarudi kwa kutubu akisema, nimekosa mbele yako na mbele ya mbingu, wala sistahili tena kuitwa mtoto wako. Yani sina sifa tena ya kuitwa mtoto wako, kwa sababu watoto wako hakuna mwenye sifa kama za kwangu, mwenye tabia kama za kwangu. Kwa hiyo sistahili tena, sina hiyo sifa tena ya kuitwa mtoto wako. Maana nilienda huko duniani nikawa mbaya, nilienda huko duniani nikafanya mambo ambayo wewe hukuwahi kuyafanya, wala watoto wengine hawakuyafanya. Kwa hiyo mimi niliharibiwa na dunia, sifai tena kabisa kuitwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wanadamu wanapojihusisha na mambo yasiyokuwa ya Mungu, kwa mfano kutambika, kwenda kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, wanaungamanisha roho zao, sio Mungu, wanaungamanisha roho zao na roho zinazotenda kazi kama miungu inayoabudiwa na watu hao. Kwa hiyo wakishajiungamanisha na zile roho kwa sababu ya uchafu na wingi wa maovu, zinafisha roho za watu hao waliojiungamanisha nao ili wawe kitu kimoja. Zikisha uwawa, wanabaki kuwa wafu kiroho, lakini kimwili wako hai. Ni wafu kiroho kwa sababu magonjwa yamejaa kwenye miili yao, maana kile kitia uzima kimeondoka. Ni wafu kwa sababu ile roho ya kuzuia tabia zisizofaa zimeondoka. Kwa hiyo wamebaki wafu kiroho. Hawawezi kufanya mambo makubwa, mambo ya kimungu. Hawana uvumilivu, hawana upendo, hawana tabia za ibada, hawana hayo, kwa sababu roho zao zilikufa. Na zilipokufa, shetani alipata nafasi ya kuingia hapo na kuanza kuleta mambo ya dunia kuyapaki kwenye maisha yao. Kwa hiyo utakuta mtu huyo alikuwa ameokoka kabisa, amesimama. Sasa karudi nyuma, yuko kwenye disco, yuko baa, yuko wapi, yuko sehemu zisizofaa, kwa sababu roho yake ilikufa baada ya kujiungamanisha na kisichokuwa Mungu. Ile roho ikafishwa kwa nguvu za mauti zilizokuwa ndani ya hiyo miungu aliyojiungamanisha nayo. Kwa sababu Mungu aliye hai ni mmoja tu. Mungu aliye hai ni yule aliyezifanya mbingu na nchi. Miungu mingine yote imekufa. Miungu yote unaijua haina uhai ndani yake. Kwa hiyo unapojifungamanisha nayo unakufa kiroho. Kufa kiroho. Huwezi kuwa na hamu tena kusikiliza nyimbo za injili. Unataka tu kusikiliza nyimbo za duniani, kwa sababu mtu alishakufa kiroho. Hataki tena kusikiliza neno, anapenda kusoma magazeti, anapenda kusikiliza visa vya kina Madenge, anapenda kusikiliza visa vya watu fulani fulani walioko huko duniani. Hana muda wa kusoma Biblia kwa sababu roho yake imekufa. Haiwezi kula chakula kiitwacho neno tena, hawezi kuomba, hawezi hata afanye nini, hawezi. Tangu asubuhi mpaka jioni hana neno alilomwambia Mungu, tangu alipoamka mpaka analala.
siku hadi siku, wiki hadi wiki, mwezi hadi mwezi, mwaka hadi mwaka, yuko hivyo kwa sababu alishakufa kiroho. Huyu mtu huyu akiendelea na hiyo hali yake ya mauti ya kiroho, atafika mahali atafikia kwenye mauti ya rehema. Atakufa kwa kuzikosa rehema za Mungu, kwamba hatapata tena neema ya kufanywa upya, hata kuwa hai tena, wala hawezi kusamehewa tena, kwa sababu atafika mahali pa kumkufuru Roho Mtakatifu. Mtu akishakufa kiroho anaanzaga kusema, wapi watumishi gani hao? Kanisa gani hilo? Mimi nitaabudu tu hata chini ya mti. Kufa ni kule kule tu, mbona yeye ana shida fulani? Mtu aliyekufa kiroho anaonaga hayo, na kisha fika hapo utasikia akisema hata hizo nguvu zinazosemwa za kufungua watu sio nguvu za kweli. Hizo ni nguvu ambazo ni za kuzimu, ni za kichawi, ni Freemason. Anafika stage. Maana yake anafika mahali pa kumtukana Roho Mtakatifu atendaye kazi. Yaani amevuka ile stage ya kuwa amekufa kiroho, ameanza kumtukana Mungu kwa kazi anazozitenda. Hiyo ndio inaitwa kumkufuru Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema dhambi zote watendazo wanadamu zitasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu kamwe haitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Bwana asifiwe sana. Sasa wakishafika stage hiyo ya kumtukana Mungu kwa kudhihaki mambo ayatendayo Mungu, watu wameponywa, wanaanza, huyo aliyekufa kiroho wanaanza kusema amna, hata huyo aliyepona sina uhakika, la alikuwa anaigiza tu, huyo alikuwa anaigiza. Maana yake anamtukana Roho Mtakatifu aliyetenda hiyo kazi kwamba si kweli aliponya. Kwa hiyo huyo amefika stage ambayo amekufa, hawezi kupata tena rehema, hawezi kufanywa upya tena, kwa sababu amefika mahali pa kumtukana Mungu. Kwa hiyo huyu anangoja hukumu ya milele. Mtu kama huyu akiwa ndugu yako, au ukiwa na ndugu watatu kama hawa, watakusumbua sana kukuambia kunaga Mungu, watakusumbua sana kukuongelesha mambo yasiyofaa, na wewe kwa kuwa hujui kupambanua, utaona kama ni ndugu zako fulani tu, kwa nini usiwasikilize? Kumbe walishakufa siku nyingi na walishaondolewa katika mlango wa rehema, haupo kwao tena, wanasubiri hukumu ya siku ya mwisho. Hawana namna nyingine ya kufanya upya, wanasubiri jehanamu ya moto iwafikie ile siku ya mwisho, wateketezwe. Hakuna msamaha kwao tena, kwa sababu wamefika stage ya kumkufuru Mungu. Kukufuru ni kusema, ni kutukana au kusema kinyume ukiwa unajua ukweli. Yaani unajua kabisa Mungu ameponya, lakini unawasadikisha watu hamna Mungu pale, hamna Mungu pale. Hivi wewe unawezaje kusema pale hakuna Mungu? Unawezaje kusema sentensi kama hiyo? Siku utakayofika huko ukaambiwa sasa Mungu alikuwa anafanya kazi pale, utamwambia nini Mungu? Maana uliwaaminisha watu hakuna Mungu. Hakuna Mungu pale. Manake hapo umefika kiwango cha kumtukana Mungu, kwa hiyo uweze kusamehewa tena. Sasa tunazungumza, hatuko kwenye hiyo, tupo kwenye kifo cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mwana mpotevu alipopotea, alifika stage angeweza akasema sitaka nirudi nyumbani. Manake huyo angekosa mpaka rehema ya baba yake. Lakini alifika mahali akasema, kwa nini nife hapa? Kwa nini nife mimi hapa? Nitamrudia baba yangu. Mfano huu ni Yesu anautoa. Aliporudi akamwambia, Baba, nimekosa. Mbele zako na mbele ya mbingu nimekosa. Na sina sifa tena kuitwa mtoto wako. Maana nilijichafua, nilijiharibu. Angalia baba yake anasema nendeni mkalete lile vazi la thamani mumvalishe. Wokovu. Leteni na ile pete ya dhahabu, mtieni katika mkono wake. Leteni na viatu vizuri, mvalishe. Ni maneno ya baba. Kwa nini? Kwa sababu ametambua alipotea, akawa mbali na baba yake kimahusiano,
na taabu zote alizozipata hakustahili kuzipata, ila kwa sababu alijitenga ndio maana amepata hayo yote. Kwa sababu hii wanampenda Mungu lakini bado wanataka kushikamana na mambo yasiyombeba Mungu. Kumfuata Mungu ni kujitana. Biblia inasema ukimfuata ujitane mwenyewe, umfuate kila siku. Haijalishi ndugu zako watakwambia wewe sio ndugu yetu tena. Haijalishi ndugu zako watakutenga na kukufukuza. Lakini kwa kuwa umekubali kumfuata Yesu, ni lazima ujitane na ubebe msalaba wako wa maumivu, kukataliwa, kusemwa, kusengenywa, kusodolewa kila siku, ili ukapate uzima wa milele siku moja, upate zawadi ya kuishi. Lakini ukienda huku ukiwatazama ndugu zako sana na hawana nia na Mungu, hawampendi Mungu kama unavyompenda wewe, inawezekana ukafika mahali ukawa mkewe Lutu. Yaani ukajikuta kwamba umepoteza nafsi yako mahali ambapo ukupaswa kuipoteza, ulipaswa kuiokoa. So, nataka kusema nini? Nataka kusema kile ulichopewa na Mungu kinachoitwa wokovu, hebu kitunze. Makosa kwa wanadamu yanaweza yakatendeka, yanaweza yakatokea, lakini usikawie kutubu dhambi yako. Mungu akusaidie usiwe mtu wa kutenda dhambi mara kwa mara, lakini inapotokea omba rehema. Maana ukikawia katika kifo cha kiroho, kuna tatizo la kutokufufuliwa kiroho au kufanywa upya kiroho. Mwana mpotevu asingekumbuka na kurudi kwa baba yake, angekuwa amepoteza sehemu ya raha yake, angekuwa amepoteza sehemu ya starehe yake. Na Wakristo wengi hata leo tuko hivi. Ni vizuri tufikiri sana. Hivi Mungu alitaka niishi hivi kweli? Kama Mungu hakutaka niishi hivi, ni nini kimesababisha niwe hivi? Je, roho yangu iko hai? Jipime hapo kwenye roho. Kama roho yako haipo hai, manake Mungu yuko mbali na wewe. Roho yako iko hai kwa namna gani? Kwamba unaweza kuomba kama ulivyokuwa unaomba wakati ulivyokoka. Unaweza kufunga kama ulivyokuwa unafunga wakati unaokoka. Unaona mambo kama ulivyokuwa unaona wakati unaokoka. Unabidii katika kumtafuta Mungu kama ulivyokuwa unamtafuta wakati unaokoka. Unabidia kulisema neno kwa watu walioko dhambini kama ulivyokuwa pale mwanzo. Kuna wakati ambao ulivyookoka ulikuwa unasikia kufurukuta ndani kwamba mfate fulani ukamuulize kwa nini haji kanisani. Mfate fulani ukamwambie mbona umepotea. Mungu amenionyesha kitu fulani, Mungu alikuwa anakuonyesha mambo, lakini kuna mahali imefika hiyo connection imepotea. Nini kimepoteza hiyo connection? Hicho ndicho kitafute ili utengeneze mapema. Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema leo ungama dhambi zake na kuziacha atapata nini? Rehema. Haleluya. Na ukisha mwisho kiroho, utakuwa na nguvu za kimungu zikitenda kazi juu yako na kufanya mambo ambayo kikawaida usingeyaweza kama usitu. Bwana asifiwe sana. Kifo cha kiroho kinasababisha wewe ile mamlaka yako ya kiungu isifanye kazi. Mauti ya kiroho husababisha uwezo wa kuzalisha usiwepo. Mauti ya kiroho husababisha maombi yako yasifike yanapotakiwa kufika. Mauti ya kiroho husababisha neema ya uponyaji ndani yako kupotea. Mauti ya kiroho husababisha wewe kuyazoea mambo ya Mungu na kuona ni vitu vya kawaida, kwa sababu hakuna kicho ndani yako. Roho ile ambayo ilikuwa inakupa hofu haipo tena, imekuacha. Ni vizuri sana kuchunguza na kuangalia sana ndani yako. Mtu ambaye amekufa kiroho hataki maombi, hataki ibada, hana muda huo, kwa sababu he or she is dead spiritually. So tunataka kupiga hatua na kwenda mbali, lazima tufikiri
tunafikiri sana kwa habari ya uhai katika roho zetu. Ndani ya familia, je, roho ya fulani iko hai au imekufa? Kwa jinsi unavyoona, ikitokea tu tatizo kidogo anaendaga kulia kwenye makaburi. Je, ni yuko hai au amekufa huko? Baba msana amekufa, is dead. Tatizo kidogo limetokea ndani, anaenda kumuita baba yake aliyekufa miaka 10 iliyopita. Anaenda kulala kwenye kaburi la babu yake. Mtu huyu amekufa kiroho, is no longer alive. Kwa hiyo mtu huyu hana kitu anachoweza kukifanya chenye kuleta mabadiliko ya kiungu kwenye maisha ya watu. Likitokea jambo lingine, utasikia atakachokimbilia ni kutamka laana, kwa sababu hayo ndio sehemu ya yeye kwa wakati huo. Lakini aliyekuwa na Mungu huwezi kusikia kilaani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sema mbarikiwe mpaka mshangani. Unawaambia hivyo sasa watu wale. Nasema wewe unanifanyia hivi na watoto wako watafanywa hivyo hivyo. Umenifanyia hivi na mke wako atafanywa hivyo hivyo. Kinywa kilichoharibika, juzi ni kufundisha mamlaka iliyopo kwenye ulimi. Inapokuwa roho ya mwanadamu imekufa ndani yake, haina uhusiano na Mungu, haitoi cha kiungu, inatoa cha huyo anayetawala. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Sema Mungu alinichagua miongoni mwa wengi, akanitakasa kwa damu yake, akanifanya hai ili niweze kuieneza neema aliyoiachilia kwangu, niweze kuieneza neema aliyoileta kwa kanisa kupitia mwanae Yesu Kristo. Sema amina. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa unakuta sasa hakuna unachoweza kukisema kitokee, hakuna unachoweza kukiona. Something is wrong. Kuna shida hapa, na hii shida iko kiroho. Sasa tunataka kukua na kustawi, kuyafikia mambo makuu. Utafikiaje mambo makuu wakati you are dead? Kwa hiyo mtu huyu wakati akiomba au akifika maeneo ambayo yanaelezwa neno la Mungu, akirudi nyumbani, badala ya kuona mambo mema katika maisha yake, anaanza kuota ndoto kwamba yuko kaburini au yuko kwenye jeneza, au anaota kwamba yupo sehemu za makaburi, au anaota watu waliokufa ndio wanasemezana naye. Badala ya roho wa Mungu kusema naye, yeye anasema na watu waliokufa. Yaani watu waliokufa ndio wanamtokea, wanapiga story, wanakula pamoja. Maana yake huyu anaambiwa hivi ndivyo ulivyo. This is how you are. Watu walishakufa, lakini kwenye ulimwengu wako wa roho ambapo ndipo Mungu anapotawala, badala ya kukutana na Mungu na malaika wakipanda na kushuka, Yakobo alilala mahali akaona ngazi imepanda mpaka mbinguni, malaika wakipanda na kushuka. Ndicho anachokiona kwenye ndoto, anaona malaika wakipanda na kushuka, akimwona na mzee wa siku yuko pale juu katika ndoto yake. Badala ya kukiona kitu kama hichi, unaingia kanisani, ukirudi nyumbani unaota uko kaburini, unaota unamuona babu yako aliyekufa, unamuona shangazi yako aliyekufa, mjomba wako aliyekufa ndiye anayekusemesha. Mungu anakuambia you are no longer alive, you are dead. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuuliza wangapi wanaotaga wanaongea na watu waliokufa, huwa wanawaota ndugu zao waliokufa? Maana hapa wapo wengi. Mimi na jamani, mimi nakuletea neno la Mungu likuishi. Haleluya. Hilo neno litafanya kuwa hai. Sema amina kubwa. Yaani ulitakiwa ukilala uanze kuota ndoto za mbinguni. Mimi ndoto imenisumbua sana, lakini sijawahi kumweleza mke wangu. Niona kama niwahi kumweleza. Nimeona labda nikimweleza atafikiria na karibia kufa. Nimekuwa naota naenda mbinguni, lakini sijawahi kufika. Hiyo njia ni nzuri, naona vitu vizuri, lakini sijawahi kufika. Mpaka leo sijawahi kufika.
na nikilala naota naendelea pale nilipoishi. Huyo naenda napita kwenye milima ya ajabu, napita njia nzuri sana. Lakini sijafika huko. Na niliwahi kumwomba Mungu anionyeshe mbingu kabla sijaondoka duniani. Bwana asifiwe sana. Nipajue mahali ninapokwenda. Haleluya. Lakini sasa mtu mwingine anapolala, yeye anaota kwamba anakimbizwa tu na majitu. Yeye anakimbizwa tu, yani siku zote ndio hayo mapambano aliyokuwa nayo. Hakuna siku anaota ndoto njema. Hakuna siku mtu huyu anaota kitu kizuri cha kimungu, cha kimbingu ambacho kinaonyesha kuwa yupo na Mungu. Kwa hiyo hii ni dalili inayoonyesha roho hii imekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tusome waraka wa Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza. Tusome waraka wa Yohana wa kwanza. Tusome ile sura ya 5. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari 16 na 17. Na 6 na 17 waraka wa Yohana wa kwanza ile sura ya 5. Na 6 na 17 neno la Mungu linasema, mtu akimuona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Bwana asifiwe sana. Kuna dhambi inaitwa dhambi ya mauti. Yaani hiyo dhambi ikishatendeka huyu mtu amekufa. Hakuna tena uhai, kwa sababu hiyo dhambi ni dhambi ya mauti, ni dhambi ya kifo. Haleluya. Lakini iko dhambi isiyo ya mauti. Unapomwona ndugu yako anatenda dhambi isiyo ya mauti, na hiyo dhambi isiyo ya mauti uliona akitenda, ukaomba, basi Mungu atamsamehe huyo mtu, na bila shaka atakuwa huru tena. Lakini iko dhambi ya mauti ambayo mtu akiitenda hawezi kufanya upya tena. Dhambi ya mauti ni kama hivi. Watu wa Mungu, dhambi ya mauti ni kama hivi. Kama kumkufuru Roho Mtakatifu. Dhambi hii haina msamaha. Na unawezaje kumkufuru Roho Mtakatifu? Kwa kusema kinyume na kazi unazoziona za Mungu. Kwa mfano, yule mtumishi naona kabisa ni Freemason. Naona kabisa ni Freemason. Ndio maana nawaonyaga msizungumze habari za watumishi. Hata ule muujiza yule ambaye alifanya hata alivyokuwa anasema fulani mtu alikuja eti alikuwa anaumwa na tumbo, ni uongo tu. Usichokijua usiongee. Angekuwa ni ndugu yako au ni wewe, basi ungeweza kusema kwa usahihi. Lakini ya watu yaache, maana atakukosesha. Bwana asifiwe sana. Roho ikifa, kwa kuwa roho ndiyo inayostawisha na kuzidisha, ikifa haina uwezo tena wa kufanya kitu chochote. Ndio maana mtu ambaye amekufa kiroho, hata akifanya maombi au akiongoza maombi hayana impact.
akifundisha neno ndio kabisa, hakuna mtu anayeweza kuelewa, hakuna anayeweza kupokea kitu, kwa sababu is dead. Lakini amebaki na hali ya uzoefu fulani, tabia fulani aliyokuwa ameshazoea. Hawezi kuona ya Mungu tena, ataona ya wanadamu, ataona makosa ya watu, haoni cha Mungu tena, kwa sababu alishakufa, yuko mbali na Mungu. Kwa hiyo hakuna kinachozaa kwake, hakuna kinacholeta mabadiliko kwake. Mambo yote kwake hutokea ni bahati mbaya, mambo yake yote huwa mikosi, huwa balaa, huwa matatizo, kwa sababu kiroho amekufa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumefika sasa hivi, tumekuwa na watumishi wa ajabu sana dunia. Naweza ukaenda kwenye kanisa na mtu ukakuta limejaa sana, ukasikia pepo amelipuka, akasema pepo amelipuka, fulani ni Freemason. Yaani huyu anayezungumza ni mtumishi wa Mungu. Fulani ni Freemason, fulani ni Freemason, hata fulani wanaotajwa na watumishi wa Mungu, na wanatajwa kwenye hilo kanisa, na yeye anapeleka maiki, anasema umesemaje? Pigeni makofi, pigeni makofi. Mnaingizwa katika dhambi isiyokuwa na msamaha na agent huyu wa kuzimu anayesimama kama mtumishi. Awe anafanya nini, chochote anachokifanya, akishafika stage ya kusema fulani mtumishi fulani Freemason, fulani ni pepo, ni Lucifer, yule fulani ni fulani, ukishasikia stage hizo kwenye madhabahu, ujue madhabahu hiyo imekufa na huyo mtumishi ameshakufa siku nyingi. Na wewe unayesikiliza ukiambiwa shangilia, unayeshangilia unakufa pamoja nao, kwa sababu wewe unajuaje mtumishi huyu kwamba ni Freemason? Nikiwaambia mpime unieleze maelezo, utanieleza nini? Kwa sababu nitaamini kama ukiniambia ulikuwa Freemason naye mlikuwa mnafanya wote pamoja. Kama mlikuwa mnafanya wote pamoja, hii ni sawa. Lakini pia unaweza ukamzungumza mtumishi na kumkataa. Unamkataa aliyepakwa mafuta na Mungu, yeye amepewa zamu yake na amemaliza, ameondoka. Wewe umefanya nini cha kuweza kutofautisha useme huyu sio wa Mungu, mimi ndio wa Mungu? Tuonyeshe hicho ambacho unaweza kuonyesha. Sasa hichi ndio cha Mungu, hichi alichofanya huyu sio cha Mungu. Onyesha sasa. Unakuta ni mdomo na maneno. Mimi ninachowaomba na kuwaonya, jihadharini sana kusema habari za watumishi. Watu wengi wamekufa na watu wengi wametengwa na Mungu kwa sababu ya maneno haya yasiyofaa. Wamekuwa mawakala wa shetani, mawakala wa kuzimu, kuharibu cha Mungu na kuharibu kondoo, kuwazuia kondoo waliofutwa na neema ya Mungu kuja kwa Mungu, wakawafukuza wakiwaambia pale sio wakati wao, wenyewe walishapotea, wenyewe walishakufa kiroho, jehanamu inawangoja. Wanakusanya wengine ili waende nao jehanamu ya moto. Sasa wengi wamefanya hii dhambi, wamekufuru sana, wengi sana wamekufuru Mungu bila kujua, na hawakujua kama wamekufuru, na roho zao, viwango vyao vya kiroho vikashuka, na hatimaye vikafika mahali vikapotea kabisa, na hawajui kwa nini. Kumbe walijiingiza katika kufuru ya Roho Mtakatifu bila wao kujua. Biblia inasema maneno mabaya huharibu tabia njema. Maneno mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo maneno mabaya yakiharibu tabia njema, unaposikia yule mtu anajifanya kwamba ni pepo amelipuka, kumbe ni watu wanatengeneza. Yao unakuta madhabahu ni ya shetani na anayehudumu ni wa shetani, na mtawajua kwa matendo yao. Biblia inasema mtawajua. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Simeona Tibi Joshua alipokufa, mitandao wengi wakatokea wakasema alikuwa mganga,
Wengine wakasema alikuwa ni nani, ni Freemason, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Lakini kazi zake nyingi zinajulikana. Hakuna mahali ambapo kazi zake hazijulikana. Na alizifanya kwa weledi na kwa wazi, akimdhihirisha Mungu mwenye nguvu. Hao waliojiunga na kuzungumza hizo wakatumiwa kwenye simu zao, nao wakatumia wengine, wataponaje? Yaani wametumiwa tu hiyo clip, alafu wewe nao ukamtumia mwingine, tayari umeunganishwa kwenye shetani, kwa sababu umemsaidia shetani kukamilisha kusudi lake. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu atusaidie. Sema amen. Narudia tena, Mungu atusaidie. Hebu sema, Mungu tunakuomba utuhurumie. Rudia tena, Mungu tunakuomba utuhurumie. Hebu tusome tena tusome kitabu cha Ezekiel, kitabu kile cha Ezekiel sura 18 mstari wa 20. Inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Kwa hiyo roho iliyotenda dhambi ndiyo itakayokufa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hiyo roho inayokufa, kufa tafsiri yake ni kutengwa na Mungu. Imekufa, is dead. Anaweza akawa akasimama hapo ukafikiri anaomba, au akae ukamkuta mahali ukafikiri anaomba, yuko mlimani anaomba, anapayuka, lakini hakuna Mungu anayepokea maombi yake, kwa sababu roho yake ilishakufa. Biblia inasema, I'm sorry, na fundisha ujumbe mgumu sana leo, lakini ninaomba tu usikilize kwa makini, ukitaiti. Sema, mshahara wa dhambi ni mauti. Sema, mshahara wa dhambi ni mauti. Sema tena, mshahara wa dhambi ni mauti. Rudia tena, mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna mahali andiko linasema, Mungu ni Mungu wa walio hai, wala si Mungu wa wafu. Mungu ni Mungu wa walio hai. Sema, Mungu wa walio hai. Kama Mungu ni Mungu wa walio hai na si Mungu wa wafu, roho iliyokufa haina uhusiano na Mungu. Roho iliyokufa haina uhusiano na Mungu. Bwana asifiwe sana. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba uniponye, unifufue na kunifanya chombo kipya. Bwana Yesu, nakuomba unifufue. Naomba unifufue. Naomba unifufue. Naomba unifufue. Unifanye hai tena. Unifanye hai tena. Unifanye hai tena. Unifanye hai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema Mungu wa walio hai. Mungu wa walio hai. Tusome Marko ile sura ya 12:27. Marko 12:27. Neno la Bwana linasema, Marko 12:27, neno la Mungu linasema hivi. Marko 12:27, neno la Mungu linasema 12:27, yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, hivyo mwapotea sana. Hapa ni Yesu alikuwa anajibu swali la habari ya watu waliokufa ambao wanazungumziwa kwa habari ya kwamba siku ya kiyama huyu mwanamke aliolewa na watu 7. Je, siku ya kiyama atakuwa mke wa yupi? Kwa sababu wote hakuna aliyezaa naye. Kwa hiyo nani atakayekuwa mume halali wa mke huyo? Mungu anasema Mungu ni Mungu wa walio hai. Yesu anajibu, sio Mungu wa waliokufa. Sema Mungu wetu ni Mungu wa walio hai. Rudia tena, Mungu wetu ni Mungu wa walio hai. Rudia tena, Mungu wetu ni Mungu wa walio hai na wala sio waliokufa. Haleluya. Kwa hiyo kama Mungu akiwa ni Mungu wa walio hai na sio wafu, basi roho iliyokufa Mungu hayuko nayo tena. Maana Mungu ni Mungu wa walio hai na wala sio wafu, na roho iliyotenda dhambi itakufa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Sasa watu wengi ambao hawawezi kusamehewa ni watu waliokufuru. Lakini hivi nilikuwa najiuliza, nikasema inawezekana mtu alikufuru na kujua alichukua mfu. Hivi mtu huyu akilingana Mungu kwa toba na kumuomba mfufue, hivi Mungu atakataa kabisa? Biblia inasema Mungu anapenda watu wanapotubu na kuyaacha makosa yao, wala furahi mtu kufa katika uovu wake. Mungu hafurahi mtu kufa katika dhambi zake, bali anafurahishwa na mtu aliyetubu ili aweze kufanywa hai tena. Oh my God. Ndugu wanaweza sikuelewe, jamaa zako wanaweza sikuelewe, marafiki wanaweza sikuelewe, lakini it's better, ni afadhali wasikuelewe, lakini Mungu wa mbinguni akuelewe. Kwa sababu kila nafsi itakufa na hakuna atakaye kwenda kwa niaba ya mwingine, wala hakuna mtu atakayesimama kumtetea mwingine, wala hakuna anayeweza kukuzuia ila mmoja tu, ndiye Bwana aliye chanzo cha uhai wetu. Na kama ndiye chanzo cha uhai, imetupasa kuhakikisha tuko hai katika yeye. Haleluya. Haleluya. Best makofi tukufu. Haleluya. Haleluya. Sasa mtu aliyeletwa duniani amepewa kazi, na hiyo kazi anatakiwa kuifanya kwa muda aliopewa kukaa duniani. Kama uliyepangiwa miaka 50, kuna kazi iliyopangwa kimbingu ambao muda wake unaonekana kimbingu utaifanya kwa miaka 50. Kuna watu sasa hivi wamebakiza mwaka mmoja kuishi duniani na kazi walizopewa, na hajaanza hata siku moja hajaanza kazi. Huyu mtu anapokufa kiroho, anakufa na ile kazi. Siku moja huyu mtu ametumwa ni mhubiri kama Apostle William, alafu akawa amekufa roho yake, anakufa pamoja na ile kazi ya Mungu. Kwa hiyo ile mission ya Mungu inakwama, haitawafikia aliyowakusudia, kwa sababu mtu huyo alikuja duniani akapotea akafa.
Kwa hiyo mtu huyu sasa ambaye amepotea na hiyo kazi ya Mungu amesababisha hasara katika ufalme wa Mungu, na amechelewesha kusudi la Mungu kuwafikia watu. Labda kijiji cha Simisi kinakungoja wewe na wewe ndio uliyetumwa kwa ajili yao, alafu unakuja kupotea, unafia nyikani, alafu ukaondoka na Simisi hakuna mtu hata huyu aliokoka, hata huyu, alafu narudi. Mungu anakuambia njoo toa hesabu hapa. Nilikupa kazi ya kufanya pale Simisi 1 2 3 4 5. Bwana, mimi nilipoenda pale nilikutana na watu walikuwa wananitukana na ndugu zangu wakaona kwa hiyo ulivyotukana ukaacha eti. Ulivyokwazwa ukaacha. Ndugu zangu walinifukuza nyumbani nikaona wokovu hauna maana. Ulikuwa una maana sawa. Sasa mahali pako pa kupumzika ni pale. Mtumwa muovu kabisa. Unaona lile ziwa linalochemka moto na hiyo, na huna namna ya kutokwenda, malaika anakukamata kukuburuza, unatupwa pale. Ni heri dhiki pamoja na Kristo, ni heri kukataliwa pamoja na Kristo, ni heri kuchukiwa pamoja na Kristo, ni heri kuwa duni pamoja na Kristo, ni bora kutokupata heshima pamoja na Kristo. Lakini ni shida na ni tatizo kupata heshima ya wanadamu pakiwa hakuna Kristo. Ni shida kupata kibali kwa wanadamu Mungu akiwa mbali na wewe. Ni heri wapoteze wote, ubaki na Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa hiyo kazi imekufa ndani ya mtu. Kuna mtu aliletwa duniani aombee watu. Na mbona ninja? Kuna watu walitumwa kufanya na mimi kazi ambao Mungu alitoa karama mbalimbali, uponyaji, ishara, miujiza, matendo ya imani na kadhalika. Walitumwa waje wanisaidie, washirikiane na mimi kuifanya kazi. Lakini unakuta wengi wamepotea. Hata wakati pepo likilipuka, Mungu amemthibitisha yeye kuwa ni mtumishi wake. Unaona anajitenga, anakimbia, anaacha kufanya jukumu la Mungu. Mungu anasema kwa hiyo hutaki kufanya kazi niliyokuitia. Anasema anarusha mateke, anampiga. Ni sawa utapigwa. Bali kazi ya Mungu inafanya nini? Fundi anajenga nyumba, tofali kimwangukia, hawezi kukimbia kibarua cha kujenga. Ataenda kujiganga, atapona, atarudi kazini. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa kwa nini wewe mtenda kazi katika shamba la Bwana unataka udhuru na kutaka kwenda kwa namna fulani? Kuna vitu vinapotea, kuna watu wanakufa ambao wewe ulitakiwa umfikie mtu huyo, umponye, ufungue. Nakumbuka yule dada alikuja hapa akiwa na tatizo la usaha, ziwa lake linatoa usaha. Akawa ameoza. Tukamuombea akapona ziwa lake. Matendo kama haya sio kila mtu anaweza, ila yule aliyepewa neema. Na Mungu anawatafuta wengi hawapi, lakini kila anapotazama anakuta aliyepotea anaipenda dunia kuliko yeye. Maana Yesu anamuuliza Petro, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Sikiliza. Nani mwenye kiu ya kutaka kuhubiri injili aachane na makazi ya dunia? Aachane na kila kitu cha dunia, ahubiri tu injili. Maana katika hilo kikaa sawa sawa, utawafikia wengi, watafunguliwa na maisha yako yatainuliwa, na utajulikana kila mahali kwa sababu ya Mungu aliyembeba. Sema amen. Amen. Leo tunasoma habari za Elia, zinajulikana kila mahali. Elia ameishi maelfu ya miaka, mamilioni ya miaka. Anaishi mamilioni ya miezi na siku. Ameishi miaka maelfu iliyopita, lakini leo habari zake zinatajwa mpaka leo kwa kizazi hiki. Mimi namfahamu Elia, na wao namfahamu Elia, lakini ameishi miaka mingi iliyopita. Anajulikana kwa sababu ya kukubali kumbeba Kristo. Wewe ni nani anayekufahamu hata kijiji cha pili tu? Afadhali hata na wewe ni mwanamjua. Anajulikana basi. Bwana asifiwe sana. Wewe anajulikana basi. Wewe ni nani anakujua hata tu kijiji cha pili? Nani anayekufahamu?
Na kama unakufahamu kwa lipi? Kuna siku gani ulitamani mtu ambaye ni tasa asiyezaa abebe mtoto apakate kwa utukufu wa Mungu? Ni lini ulitamani mtu ambaye ndoa yake iko sawa sawa itangamae iwe na amani kupitia wewe? Lini ulitamani kitu hicho? Lakini unatazama ya dunia tu. Biblia inasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na mengine haya mnayotaka mtapewa na kuzidishiwa. Sema amen. Sisi tumeanza kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Tunatafuta ya dunia kwanza ndio tukamtumikia Mungu. Unakuta mtu anamwambia Mungu, ninakuomba Mungu, mimi ukinipa tu pesa naenda kukutumikia. Mimi Mungu ukinipa tu shamba naenda kukutumikia. Anakuambia sikupi shamba, sikupi nyumba, wala sikupi gari. Kama utaki kunitumikia kaa ulivyo. Amen. Nitainua wengine watanitumikia. Wewe unataka nikuhonge kwanza, sikupi. Maana unaenda kinyume na kanuni. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, baada ya hayo mnayotafuta yote mtapewa, maana ni ziada. Amen. Haleluya. Haleluya. Hebu pesa makofi ya utukufu. Pesa makofi ya utukufu tena. Alafu nisikilize, sio kila madhabahu imebeba cha kwako. Usiwe mzururaji. Pale ulipopandwa kaa hapo. Usipojibiwa leo utajibiwa kesho. Kama sio kesho, mwezi ujao. Kama sio mwezi ujao, mwaka ujao. Kama sio mwaka ujao, karne inayokuja. Mungu atakujibu tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kaa kwa kutulia. Watu wengi wanapishana na baraka zao kwa sababu wanataka kurukaruka. Amen. Ndio unaona madhabahu kubwa kabisa, lakini there is no healing for you. Hakuna uponyaji kwa ajili yako hiyo madhabahu. Kumbe uponyaji wako umewekwa kwa mtumishi mmoja tu, ana kihema cha maturbani. Kiko tu hapo kimekaa. Na ndiye aliyebeba hiyo neema ya kukusaidia. Kwa sababu kila aliyetumwa na Mungu alipewa watu. Alipewa wa kwake, na wewe ni wa kwangu, Mungu alikulipa. Ndio maana uwe na ujasiri wa kuniita baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Wala usione shaka moyoni mwako niite baba. Bwana asifiwe sana. Mungu alikunipa mimi. Mungu ananiita baba. Sikiliza na sitaka nimuulize, lakini kaza mwache. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nyingine ananiita mchungaji wangu, na ni kweli majina yao ni ya kwangu, lakini kuna sana niita my husband. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Yote ni majina yao. Je, wewe unaniita nani? Kwa nini unaniita baba? Mungu alikunipa mimi nikulishe kwa neno lake, nikupe cha kiroho, nikufundishe maarifa, nikuongoze ufike mahali unapotakiwa kufika. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba ni chanzo. Mimi naweza nikawa una baba wa mbinguni, chanzo cha uhai wako. Baba wa dunia, chanzo cha mwili wako. Lakini una baba wa kiroho, chanzo cha ukuaji wako wa kiroho kwa njia ya neno. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hebu tumpe Yesu makofi ya utukufu. Mpe Yesu tena makofi ya utukufu. Sasa usipojua baba ni chanzo na ukataka kujiatachi naye ukaachana naye, unakuwa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu anasema nitavunja ukimya na kurudi kwa baba yangu na kumwambia nimekosea, maana nilipotengwa tu na wewe na ile neema iliyokuwa inanistawisha na kunifanya ninawiri ilitengwa na maisha yangu. Tangu nilipotengwa na wewe nimepita pagumu, nimepata matatizo, nimepitia magumu. Mungu wa mbinguni alikuwepo, lakini kumbe wewe ndio chanzo. Haleluya. Aliporudi tu akapata msamaha, maisha yake yakaanza upya tena. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usiponiita baba watakuja watu wataniita baba.
Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mimi nasema hivi, simama kwenye nafasi yako, roho yako ihuishwe. Roho yako ifanyaje? Ihuishwe. Naomba sana. Roho yako ikiwa hai itafanya mambo makubwa. Bwana, hebu timu Mungu kapera. Bwana, fufua kazi yako ndani yangu. 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 Bwana, maanisha ndani yangu. Bwana, kazi yako ndani yangu. Bwana, fufua kazi yako ndani yangu. Bwana, fufua kazi yako ndani yangu. Bwana, kumwomba Mungu afufue tena kazi yake ndani yake. Omba Mungu, mwambie Mungu akusaidie kile alichokuwekea hapa duniani uweze kukifanya. Ile kazi aliyokusudiwa ifanye uweze kuifanya. Ile kazi aliyokuumbia uje ukaifanya hapa duniani uweze kuifanya. Mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu afufue hicho kilichokufa ndani ya roho yako, kilichokufa ndani yako. Ile kazi ambayo Mungu aliweka ndani yako, ule mpango ambao Mungu aliweka ndani yako, liko kusudi la wewe kuja duniani. Mungu alikuumba akakuleta duniani, akaruhusu uzaliwe Tanzania, akaruhusu uwepo Arusha kwa mpango maalumu. Huo mpango wa Mungu ndani yako ukatimie. Omba Mungu akuwezeshe, omba Mungu akuwezeshe. Fungua kinywa chako tumwambie Bwana. Mwambie Bwana, ninakuomba lile kusudi uliloniumbia ndani ya roho yako likathibitike tena. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana. Fufua hiyo kazi ndani yangu, fufua hiyo kazi iliyokufa, fufua hiyo kazi ndani yangu Bwana. Ninaomba Bwana, lile kusudi uliloniweka nalo duniani likawa ni sababu, likawa ni sababu ya mimi kuishi. Mungu, likafufuliwe, nikafufuliwe pale nilipokukosea, pale nilipotenda maovu, pale nilipotenda dhambi, hata roho wako akatengana nami. Mungu kaniponye, Mungu kanihuishe, Mungu kanipe uzima tena, niponye na kuniweka huru, nifungue tena Bwana. Huisha roho yangu, huisha roho yangu, huisha roho yangu Bwana, katika neno lako, katika roho yako. Huisha Bwana. Fungua kinywa chako pale ulipo, mwambie Mungu aihuishe roho yako. Omba Mungu aihuishe roho yako, maana uweza katika roho yako ndio unaweza kubadilisha, ndio unaweza kufanya mambo ya tofauti, ndio unaweza kutimiza lile kusudi. Omba uhuisho wa roho, omba uhuisho wa roho, omba uhuisho wa roho, omba uhuisho wa roho. Yes, kwa jina la Yesu. Omba pale ulipo, omba pale ulipo, mwambie Mungu aihuishe roho. Mwambie Mungu, ninakuomba huisha roho yangu Bwana. Ihuishe tena Bwana roho yangu, ihuishe tena Bwana. Mahali popote nilipokukosea, ninakuomba unitakase kwa damu yako, unioshe kwa damu yako, uyafute makosa yangu, uyafute makosa yangu Bwana, na maovu yangu uyafute mbele ya uso wako, uyafute mbele zako Bwana. Zisikumbukwe dhambi zangu tena, yasikumbukwe makosa yangu tena Bwana. Ninakuomba kwa ile damu ya Kristo
Bwana, niinue Bwana, niponye Bwana, nifanikishe Bwana katika kila jambo, katika kila mpango, katika kila kusudi. Niwezeshe Bwana, niinue Bwana, nisaidie Bwana. In Jesus mighty name. Hebu inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, ninakuomba unifundishe jinsi ya kuishi niwapo ulimwenguni. Uniwezeshe kwa roho wako, uniwezeshe kwa roho wako kuyafanya yaliyo makusudi yako na wala sio yangu. Nipe neema ya kutokuwatazama wanadamu wale wanikoseshao,